Na wataalamu wa afya ya akili Taita Taveta wameitaka serikali ya kaunti ile ya kitaifa pamoja na viongozi kutenga fedha za kusaidia kutoa hamasisho kuhusu afya ya akili ili kupunguza visa vya watu kujitoa uhai katika kaunti hiyo. Aidha, hali ngumu ya uchumi imetajwa kuchangia kuongezeka kwa visa vya watu kujitoa uhai. Hezron Kimari na taarifa hiyo kutoka Voi. Wa afya ya kiakili katika kaunti ya Taita Taveta wameweza kuelezea hofu yao kwa kile ambacho wanasema ni ukosefu wa ufahamu wa kutosha kwa jamii kuhusiana na masuala ya jinsi ambavyo wanaweza kujiepusha na kujitoa uhai, jambo ambalo limeweza kupelekea ongezeko la visa vya kujaribu kujitoa uhai kwa wanawake, lakini vile vile pia kujitoa uhai kwa wanaume. Na sasa nitakuwa nazungumza na Lawrence Mseria, pengine aweze kutuelezea kwa kina kuhusiana na hali hii. Kinachochangia kwa kiasi kikubwa ni hali ya maisha, msongamano wa kimawazo vile unasema, depression cases. Lakini cha muhimu zaidi ni tukumbuke kwamba hata huko mbeleni ambako hakukuwa na high cases ama visa vingi vya watu kujitoa uhai, kulikuwa na mfumo wa kuweza kuweka watu katika hali nzuri, yani social support system, ambayo kwa sasa kwa mfumo wetu haiko. Alafu wataalamu wa mambo yanayohusiana na afya ya akili, mental health practitioners kama sisi counseling psychologists na wengineo, hawapo katika miongoni mwa jamii zetu ama hawajulikani kwamba huduma hizo zinazopatikana. Kwa hivyo interventions, hali ya kuweza kupunguza ile impact, ile hali kwamba kwa mfano umekumbwa na kisa, umepatwa kwa mfano na shida pale nyumbani, hauna support system, watu wa kutegemea, hauna mtaalamu wa masuala ya afya ya akili kukimbilia, na hata pengine hujui utakimbilia wapi. Kwa hivyo watu wanazidi kujiweka katika hali ya upweke, na unapojiweka katika hali ya upweke, kitu kama depression ama masuala kama hayo yanazidi. Ndio maana unaona watu wanajitoa uhai. Vile vile kuna swala zima la kuwa na hope, kuwa na matumaini. Je, watu wetu wana matumaini katika maisha? Watu wamepungukiwa na matumaini, watu wamepungukiwa na ile hali ya kujithamini. Kwa sababu mtu anapofika kiwango cha kujitoa uhai, kwanza anajiona hana thamani. Pili, wakati ule anapoanza kufikiria mawazo kama yale ama anapotekeleza, huwa akili yake si timamu. At that moment huyo mtu akili yake si timamu. Sasa zile interventions, mbinu za kuweza kuingilia kati kuhakikisha kwamba akili yake imebaki timamu kwa kiasi kikubwa, kwa kiasi cha kujiona bado yana maana, ama kiasi cha kuona kwamba bado maisha yako na maana ya kuendelea, kuna maana yeye kuendelea kuishi. Na nikuulize, pengine kwa utafiti wako ama katika hali yako ya pita unaona ni kina nani ambao wanaonekana wanaathirika zaidi katika, je, wanaume ama wanawake? Kwa kawaida katika utaalamu wetu na tunavyojua, wanawake huwa wengi sana. Idadi kubwa ya wanawake hujaribu kujitoa uhai. Lengo hasa huwa mara nyingi si kutaka kujitoa uhai hasa, ingawa wakati ule huwa wametatizika kiakili, huwa wana raise alarm, wanapiga kelele, wanataka msaada, na mara nyingi ufaulu. Hivi kwamba utaona kwamba wengi wao kwa sababu ya pengine jinsi walivyoumbwa, njia zao za maingiliano, social support systems zao ziko rahisi. Sasa mara nyingine anajaribu vile ili apate mtu wa kukimbilia kwake, ili apate nafasi ya kujieleza na kutoa kilio chake. Wanaume tunasema men suppress na women express. So wanaume wana suppress, wengi wana vilio vya ndani, uchungu wa ndani, na hivi kwamba hana mahali pa kujieleza. Na vile tunavyowalelea hasa watoto wadogo, wanaume wanaelezewa kwamba kulia na kutoa kilio chako hadharani ama mbele ya watu si sawa. Kwa hivyo anajililia na inazidi kumuuma, inazidi kumharibu akili, halafu jaribu kujitoa uhai. Niseme kwamba wanaume wanapopanga kujitoa uhai, huwa wanahakikisha kwamba hakuna reverse most of the time. Anapanga kwa muda mrefu na anahakikisha kwamba atakapofikia hapo hakuna atakayemuokoa. While wanawake huwa anapanga hivi kwamba anaweza kuokolewa, kwa sababu yeye anatoa kilio, wanaume huwa wamemaliza hiyo kesi.
La mwisho tukimaliza kwa sababu ya muda. Sasa nyinyi kama wataalamu katika changamoto hizi zote na hali vile ilivyo hivi sasa, hali ya uchumi inaonekana sio nzuri, mambo ni mengi. Pengine kuna mpango fulani kwamba kuona jinsi ambavyo kutakuwa na hamasa pengine, ama nini kinafanya pengine hamasa hii isifanyike sana? Sisi kama wataalamu wa ushauri nasaha tunapenda sana kutoa hamasa, sensitization, ili wananchi wajue, watu wote umma ujue kwamba kuna huduma za kuweza kusaidia watu katika masuala mazima ya afya ya akili, kama vile tunavyoshughulika afya ya kimwili, afya ya kiroho na kadhalika. Changamoto imekuwa ni kwamba kuna gharama katika kutoa huduma kama hizo. Kwa mfano mimi kama mtaalamu wa ushauri nasaha, ukiniita mahali pengine utagharamika kidogo. Vile vile kuna changamoto ya kutojulikana kwamba huduma ya masuala ya afya ya akili ama ushauri nasaha ziko na kwamba zinasaidia watu wengi sana. Hawajui hivi kwamba hata hawakimbilii huduma kama hizo. Kwa hivyo sisi kama wataalamu wa afya ya akili na hata wale wa afya ya kimwili hospitalini na kadhalika, tunajaribu kuingiza swala zima la mental health katika kila aspect, na tunaomba sana serikali kuu na hata serikali zetu gatuzi ziweze kuingiza masuala haya katika mwingiliano wao na jamii, community outreach. Ndio kauli ya Lawrence Mseria, sasa akitoa wito kwa serikali kuu na serikali ya kaunti na viongozi kuweza kushirikiana katika swala zima la kuimarisha ama kusaidia elimu ya afya ya kiakili kwa jamii. Nikiripotia KTN kutoka Voi, mimi ni Hezron Kimari. Na taarifa yake Hezron Kimari inanipatia mimi nafasi ya kupata pumziko fupi. Tukirudi tutakuja kuingia kwenye majadiliano. Sende mbali mtazamaji.